Mfumo wa TEHAMA umeleta mtazamo chanya katika sekta mbalimbali hapa nchini, hususan sekta ya madini, ambapo Tume ya Madini ilianzisha mfumo huo kwa lengo la kuweza kutoa leseni kwa kila mwananchi kwa wakati, zikiwemo sheria ambazo zinapatanishwa na leseni hizo. Aidha, tume hiyo imeeleza mfumo huo umewekwa kwa lengo la kuwasaidia maafisa leseni kuongeza ufanisi katika majukumu yao. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa sheria Tume ya Madini Bwana Francis Kayichile alipofungua kikao kazi na mafunzo maalum ya mfumo wa utoaji na usimamizi wa leseni ya madini kilichofanyika mkoani Arusha, kilichokutanisha takriban maafisa 30 kutoka mikoa mbalimbali ili kukumbushana na kutatua changamoto mbalimbali katika tume hiyo. Kwa matumizi ya TEHAMA sasa tunadhani kwamba iwe rahisi kwamba Mtanzania anaweza kuomba maombi yake leo, kesho au kesho kutwa au ndani ya siku 3 akaweza kupata leseni yake, iwapo tu kama taratibu zote au yale masharti ya leseni yenyewe ameyazingatia. Maafisa leseni kutoka mikoa isiyopungua 30 ya kimadini wote tumewakusanya hapa Arusha. Tuko hapa wote ndani ya chumba kimoja tuweze kufahamishana sasa na kupeana mafunzo ya namna gani ambavyo hizi taratibu zitafanyika kwa kupitia maboresho yaliyotokea katika huu mfumo. Mkurugenzi wa leseni Tume ya Madini Engineer Aziza Swedi ameeleza tume hiyo ilivyoweza kuvuka lengo la kukusanya mapato na kufikia trilioni 1.07. Tuko tayari kuwahudumia wateja wetu kwa ufanisi zaidi. Katika utoaji wa leseni na mifumo iliyoboreshwa imetupelekea kuweza kufikia malengo yaliyopangiwa Wizara ya Madini kwa mwaka 2024-2025, ambapo wizara ilipangiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 999. Lakini katika kuiwezesha hiyo tumeweza kuvuka lengo na kuweza kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.07. Hiyo ni hatua kubwa tuliyoifikia kama Tume ya Madini chini ya Wizara ya Madini. Washiriki wa mafunzo hayo wameeleza wamejiandaa vema kupata mafunzo hayo na kujifunza zaidi na kwenda kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya maboresho yataenda kukua zaidi, kwani kwa mfumo huu mpya na maboresho ya mfumo tutaenda kuongeza ufanisi zaidi, tutaenda kuongeza idadi kubwa ya kuchakata maombi ya leseni na hivyo kuweza kukuza sekta ya madini. Tume imefanya maboresho kwa kuweza kuunganisha mfumo wa leseni pamoja na sheria. Tumekuwa na mafunzo ya mara kwa mara ambayo lengo lake ni kuboresha utendaji kazi katika mfumo huu wa leseni. Kutokea mkoani Arusha, mimi ni Pendo Godson.